Hiki kitakuwa kama kile kisa cha kiongozi wa kimla ya kike aliyesimuliwa katika visakali vya majirani zetu. Na kumbuka katika hiyo enzi ya kistimari, sisi tulipokuwa tukitumikishwa, sisi tuliotifu udongo, huku wanawake hawa kama majeta wanaketi na kututumikisha. Kwa miongo mitatu sasa wamekuwa wakitusumbua na swala la affirmative action na aversion in women. Vituo vya habari na vikao vya kutetea haki vinatetea elimu ya mtoto wa kike. Yaani sasa wanapitisha hata hukumu dhidi ya mwanaume, hukumu ya kifo dhidi ya mwanaume. Yaani sasa inakuwa mwanaume kumbaka mke wake inakuwa nalo ni kosa. Taabu gani hiyo? Taabu kubwa sana. Kosa. Wewe mwenyewe ukatoa mahari ukalipia mke wako kisha ukibaka inakuwa ni kosa. Kosa kweli? Haiwezekani. Si kosa bwana. Wenzangu. Yaani hata sasa huwezi kuhusiana kimapenzi na mke wako bila kusikia swala la jinsia. Jinsia gani hii? Hii jinsia hii hapa. Ni nani atakayetetea mwanaume? Maana sasa hivi anga nzima imejawa na kilio cha wanawake. Nani atalindia wanaume? Kumkubali mwanamke kutuongoza sisi itakuwa kama kukilisha kichwa cha kuku kirefu. Tuko. Angalia kama umekufa. Wazima wanaheshimiwe. Lazima wameiba kura. Lazima. Tulieni kwanza, tulieni. Wakati wa mabadiliko umefika. Wimbi la mabadiliko limevamia jamii yetu, na sisi kama binadamu hatuna budi kukubali. Mwekevu aliomba kura kama hao wengine, kwa hivyo anafaa kupewa nafasi pia. Wenda hata akatukamulia katika uchumi unaotetemea. Na hawa wake na mabinti zetu, je, wana hali kubwa. Washikapo jambo wao ni kama ndugu, hawaachi mpaka waone hatima. Kwa hivyo lazima tuwape nafasi pia. Sasa wewe kichwa chako kizuri wewe. Sasa wewe, sisi kama wanaume tunaungana, tunaambukizana wewe unafuatana na wanawake, unaambukizwa umama. Fungua macho, acha ujinga, tetea jinsi yako. Hawa watakugeuka tu siku moja. Mwanamke akashinda uchaguzi. Tangu lini? Kiongozi bwana. Ndio. Ndugu zangu, tumemsahau Subira. Acha nimwendee. Tueleze, hakuna amani bila kuheshimu mwanaume. Hakuna amani. Hawa ni kina nani? Huyu ni Lime upi? Lime, mabintia yule Kaisari. Na huyu bado, huyu ni Mwanaheri. Basi, wenzangu, naona vipi? Kabla tujawaua, tuwachukue kwanza tukawanajisi. Ndio. Wenzangu, iko hivi. Watoto gani? Songa. Wewe mwanaume. Msaliti. Wenzangu, tumemsahau Subira.
Subira. Subira. Yu wapi? Mwendele. Subira mkuu Kaisari. Mlete, mkuu Kaisari, mlete. Wewe. Na kueleza yanayopata Kaisari atakupata. Huyu hapa. Tulieni. Huyu hapa ni Subira. Mkeo yule Kaisari, yule mwongo na msaliti. Huyu Ndio. Wanakuwa pia yeye anapaswa kukatwa. ndio. Ndio. Kusha yeye huyu. Kazi namna hiyo. Wanaume tunaheshimiwa, watake wasitake. Ndio. Baba shtuko. Tuko. Tule tukatafuta wengine. Sema tuomalize. Njoni angalia wote kama wamefariki. Kaka, huku kuko sawa. Uko sawa? Ndio. Twende kwingine. Tumaliza. Twende waangalie wengine huko. Wote, wanawake wote waletwe hapa. Mara wote. Ndio. Wanawake kitu gani? Bure kabisa. Shima wanaume hao ndio wamemaliza wote. Leo ni leo. Wameisha wote. Hakuna wanawake wengine kijijini. Ni hawa tu. Naonelea vipi basi? Tuwachukue hapa, tukawatupe. Si mumesikia po? Subiri. Majirani! Subira! Majirani! Subira mke wangu. Subira mke wangu. Majirani! Subira niko hapa. Usijali mke wangu. Niko hapa Subira. Subira mke wangu. Majirani! Subira. Nyinyi ndio mnaturudisha nyuma miaka yote. Nyinyi na tuadapo misaada mnavyotupa chuoni. Tanuri nalo huo upo wetu. Tunafunza karne nadharia bila kuanzia maisha yetu ya baadaye. Utapata mtu na degree tatu hivi. Lakini haizipata kazi ama hazifikiria yeye mwenyewe jinsi atakavyojiandika. Lakini mtu atapataje kazi? Mtu atapata kazi ila rasilimali zenyewe hana. Viongozi hao wanatuambia vijana turudini mashambani. Huko ndio maeneo gatuzi ya vijana kama nyinyi hapo. Lakini jiulize wewe mwenyewe, utarudi katika shamba lipi? Ila wazazi wako wanaishi katika shamba la msaada waliokuwa na wale walikotoka mbali walikotoka na kuja kwa maekari ya mashamba kujenga vibanda, viwanda na kutuacha sisi bila mashamba. Teteze kwamba umenyang'anywa shamba yale naambiwa ni kuwa usiwe na shaka kijana. Tumetengeneza tume la kuchunguza wale wote waliopata mali kudanganyifu na wote watakaopatikana wanahatia watachukuliwa watu wakali na serikali. Lakini wangapi kati yetu mnaofuatilia ripoti hii? Ni wangapi? Viongozi hao wanaulia wanapoona jinsi nyuso zetu zilivyopauka sababu ya ulitima. Hiyo baada ya miaka 5. Sio ndugu tena, ni wakubwa. Sisi kama vijana tunatumia vibaya. Hatutumiwi. Toka! Unatumika vibaya na
umekuja katika uchaguzi. Wamtaka kiboko ama huyu kiboko? Ni hatari nimchague papa, angalau yeye unipa 100 na vibaba viwili vya unga. Mama, kama umtaki kiboko, nenda pale kwa picha ya kiboko, tia alama ya X. Hivi basi utakuwa umemuondoa kiboko. Lakini mama, bila kujua umemchagua kiboko yule. Kiboko yule. Inakera. Baada ya miaka 5 viongozi wanarudi kutumia sisi vijana vibaya. Na hapo mnasema toka. Vijana tunatumia vibaya. Wewe tumeaidiwa makubwa. Wewe utakufanya education hata chikule Uingereza. Na nashangaa kwa nini kijana kama wewe aliyesoma bado hujapata kazi. Na wewe utafanya waziri wa jimbo hili. Chunguze maisha ya watu wa jimbo hili. Naona una shahada ya uzamili katika mawasiliano. Mbona hujapata kazi? Hivi tu chama chetu tunapoingia uongozini utapata kazi. Lakini haya yanasaulika tu. Vuguvugu za uchaguzi zinapoisha. Inakera. Tunaamini kazi sisi kama vijana, lakini kazi yenyewe hatuna. Wewe una kazi. Inakera. Tumekaa ukiwa na mate vinywani. Tukifunga vibahasha ati tutatuma kwa wakubwa ambao si ndugu tena. Tumekaa ukiwa na mate ati tunataka kazi. Kazi ambayo hatupati. Basi kufa mwana kubwa. Poleni, Mungu awape imani. Poleni ndugu vijana, poleni, Mungu awape imani. Poleni ndugu vijana, poleni, Mungu awape imani. Poleni ndugu vijana. Jameni, ameoa wote. Mke wangu Teri, wanangu wawili, mjukuu wangu Beki, na hata mkaza mwanangu. Jamani, wameoa wote. Beki, sema babu. Babu. Mume wangu. No. Umeshasahau kwamba wewe ni babu. Chepeo utaacha nini kuvaa? Haya imekuandamana kitu hadi lini? Utaacha nini kuvaa chepeo? Chepeo hii ndio ambayo ilikupa usingizi wa mng'amu siku zile. Wakumbuka?
Ama ni yale mambo ya kisebu na kiroho kipapo. Hii ndio ilikupa usingizi wa mwangu sawa. Sawa sikia? Haya basi. Endelea basi kuvaa chepeo hiyo. Mani, ningalijua haya yote yangetokea, ningelichukua fursa hiyo kumuuliza Teddy maswali haya sasa ambayo ameikamia akili yangu. Sasa wameteketeza mali yangu yote, majumba yangu mawili, na bila shaka familia yangu. Hili ni zao la husuda. Jamani, mimi nimebaki tu na mtoto mmoja, Mwongeka. Yaani, kumbe Mwongeka ni kama yule wa kihistoria, yule ambaye wakati wote akitembea hakutembea na mwili wake, bali mwili wake ulikuwa ni kama kaka tu, na kaka hilo ilitembea peke yake, na roho yake haikutaka kuishi katika mwili wake, wala haikuishi katika kaka hilo kwa kutotaka kudhibitiwa. Jamani, mimi sasa nimebaki na huyu mtoto mmoja tu. Jamani, nilimkaza mwanangu, umeiaga dunia hata kabla ya baba wa siku hauja kutoka. Umekuwa kama ile jani linalopukutika kama machipuko. Na mjukuu wangu Beki, jamani, nasikia ukiniita. Jamani, kangu Baba. Si. Marhaba. Naona umerejea kutoka shule. Baba, leo somo la leo lilikuwa la kufana mno, lilikuwa la fasihi. Alafu mwalimu Mele alitueleza jinsi mifumo ya ubadilishaji mali ilivyobadilika. Unajua, naona mambo ambayo mnasoma sasa hivi ni mambo ambayo hata mimi sikuyasoma katika kidato changu cha 6. Kwa nini mfunzo mambo kama hayo? Lakini baba, umesahau kwamba wewe ndio uliniambia kwamba kazi hii ilikuwa imeshughulikiwa katika kazi za kifasihi kama vile tamthilia ya Mashetani, ile tamthilia ya Hussein. No. Na pia mwalimu alitueleza kwamba mfumo wa kiuchumi, wa kisiasa na kijamii vilishabihiana, lakini sana sana wa kiuchumi na kisiasa. Lakini naona hao walimu wenu wanafanya nyinyi vijana mkuwe ni kama mshirikiane na viongozi. Kwa nini mfunzwe mambo kama hayo? Alafu naona sasa mnajaribu kuingia katika michezo ya wengine, na hiyo ni michezo ya wengine. Tafadhali, hiyo michezo waatieni wenye ujuzi wa michezo hiyo kucheza, wasikia? Lakini baba, acha nikwambie, unaona kura ya maoni ya hivi majuzi inaonyesha kwamba Mwekevu amemshinda mpinzani wake wa kiume kwa asilimia. Mwekevu ana asilimia 60 na mpinzani wake wa kiume ana asilimia 30. Na pia mwalimu alitueleza kwamba ni wakati sasa jamii ikubali mabadiliko, tuweze kuona mbele, si kwa kuzingatia misingi ya kijinsia, bali tuzingatie tu kila mmoja, awe mwanamume au mwanamke, wote wana nafasi sawa. Tina, yaani wewe hapo ulipo unaweza kusema kwamba mimi siheshimu jinsia ya kike. Mimi najua jinsia ya kike na kiume wote ni sawa.
Ndio maana wewe nimepeleka katika shule, na pia yule mtoto wangu wa kijana ama mvulana Mwangeka, pia yeye nimepeleka shuleni vile. Sio? Kama singekuwa na heshima jinsia ya kike ama ya kiume vile vile, singekupeleka wewe shuleni, unasikia? Na singempeleka Mwangeka shuleni. Lakini mimi kwa maana nawaheshimu nyinyi wote, basi ndio maana nimepeleka shuleni. Unasikia? Alafu ili swala la kura, tafadhali usijiingize kwa michezo ambayo si yako. Wewe hata hapo ulipo kura hauna, sio? Ngoja kipindi kingine kije, uchukue kura umpigie mwanamke ambaye unataka. Unasikia? Lakini baba, hatujasema kwamba tunataka kiongozi mwanamke. Tunachosema ni kwamba jinsia zote zipewe nafasi sawa. Awe mwanaume au mwanamke, wote wapewe nafasi sawa kwa sababu wote wanaweza kuongoza. Na sasa wewe nani amekuambia kwamba viongozi waliopo sasa hivi hawajajikuna watapotaka? Nani amekuambia vile? Hebu angalia swala hili la ukimwi. Ukiangalia vizuri ni kwamba serikali inatoa dawa za bure kwa kila mgonjwa wa ukimwi. Wasikia? Serikali hii pia inajaribu kupatia kila mtoto aliye katika shule kipakatalishi chake. Kwa maana serikali hii inajaribu kila iwezalo ndiposa iweze kuwafanyia maendeleo. Pia ukiangalia serikali hii imeweza kutenga ama kuunda tume mingi kabisa za kukabiliana na ufisadi. Unaweza kusema kwamba serikali haijajaribu. Pili, serikali pia imeweza kutoa mabilioni ya fedha. Kwa maana wanataka kutumia hizi bilioni kuhesabu watu ama kufanya watu wahesabiwe. Ndio maana tupate takwimu kamili. Ndiposa ugavi wa rasilimali katika majimbo haya uwe sawa. Na ndiposa haya majimbo yaweze kujiendeleza. Lakini pia nyinyi vijana, lazima muache papara. Lazima muache papara na mihemko, kwa maana hii nchi haijengwi kwa papara na mihemko. Lazima muitumie talanta yenu ndiposa muweze kujenga nafasi zingine za kazi na kuajiri hao vijana. Si kila wakati kungoja serikali ikuja hapo ndio wasaidie. Wasikie? Na pia haya majimbo lazima yaweze kutumia rasilimali zao vizuri, watu ambao wanajua kazi vizuri ndiposa waweze kutafuta rasilimali na wajiendeleze kiuchumi. Sawa? Naam baba. Lakini baba, sijakataa kwamba serikali kidogo imetumia kipatapo. Kile ninachosema ni kwamba hata kama wamejikuna wajipatapo, baba hawajafanya mabadiliko yoyote. Hawajatuendeleza kiuchumi na pia kijamii sisi wenyewe. Baba, wewe mwenyewe tu ndio unapata hapo umejishika tama, umehuzunika. Kwa nini? Kwa sababu ya swala la umaskini. Wasema kwamba vifo vya watoto chini ya miaka 5 vinaongezeka zaidi. Kwa nini? Kwa sababu hawapati lishe bora na pia matibabu ya hospitalini wazazi wao hawezi kugharamia. Alafu baba wasema kwamba serikali inafanya kitu. Haifanyi chochote. Unajua tena safari ndefu huanza kwa watu wamoja. Na hata hao wanaharakati wetu wamejaribu kila wawezalo kuweza kupigania ndiposa hata watu waweze kupata matibabu ya bure. Ni safari inayoendelea. Nasikia? Na hii ni maendeleo tu. Na siku moja tutakuja kupata matibabu ya bure kwa wasiojiweza. Pili, sisi hapa tulipofika wakati huu, serikali imejaribu sana, kwa maana hata ni kama tumeanza kuingia kwa Vision 2030 kabla ya 2030 yenyewe. Unajua kwa nini? Kwa maana serikali hii inajitolea. Na hili swala la umaskini, lazima watu wajue kutega maji ya mvua. Baba, wanatekaje maji ya mvua na hali mvua yenyewe inyeshi? Lazima watu wateke maji ya mvua, kama sivyo watumie maji ya mabomba. Baba, watatoa wapi mabomba na hali serikali imetenga pesa za mabomba, lakini hao mabonyenyo waliokuwa katika viti vile wamechukua pesa hizo na wakajinufaa wenyewe. Baba, tutatoa wapi? Tutasaidika vipi? Lakini sikiza, hao watu wanaweza kuchimba visima. Wakichimba visima maji wataipata. Kama si hivyo, hata usingoje serikali mwanangu. Usingoje serikali. Wasikia? Nenda kamalize kazi ya ziada. Lakini lazima utumie talanta kama vijana.
Tulieni, tulieni. Nimepata kwamba mzungu anatuletea msaada ili atuletee chakula, vitu kama blanketi vile, vitanda. Kwa hivyo tukae tusubiri mzungu. Wala tusiwe na tishio. Sasa mzungu anakuja. Tuliza watoto, tunapokea msaada muda wote kutoka sasa hivi. Sawa watoto? Mtakula, mtakunywa kila kitu. Niye msiwe na hofu. Sawa. Sawa mwanangu, usiwe na shaka. Si yule ni Ridhaa? Ridhaa na kula mizizi. Daktari mzima kula mzizi huyu. Ama kweli waliosema washasema. Simba akikosa nyama basi hula nyasi. Na sasa amelemewa na hili la mama la dunia, kweli atalitamu. Sawa tu. Ridhaa! Ridhaa. Kaisari. Naam. Yaani, Naam. Kaisari, kwani pia wewe uko hapa? Pia mimi tuko hapa na wengine wengi kama unavyoona, ila ndugu yangu ni kubaya tena sana. Naam, mambo yalibadilika. Unajua pia pale nyumbani mambo yalibadilika sana. Wameimaliza familia yangu yote. Sasa nimebakia na mtoto mmoja tu, yule mwongeka wangu. Pole sana Ridhaa. Pole sana. Kwani nini kilitokea? Pole sana, lakini pia mimi nimepatana sana na maajabu makubwa sana ya familia yangu. Lakini ile ni hadithi refu Ridhaa. Nitakusimulia wakati mwingine, sio? Lakini ningependa unisimulie wakati huu. Ni sawa. Ridhaa. Naam. Mimi nilimchukua mke wangu na wanangu wawili. Tukaabiri Matwana. Lakini Matwana ile ilipoanza safari, ikakaza mwendo, ungedhani kwamba Matwana ile ilikuwa inakimbizwa. Dereva ule hakuwa na milima wala miteremko wala hata kuruka yoyote. Alitaka tu kutokomea kokote kule. Alitaka kutoroka huko kulikuwa na kule na zile shida. Naam. Basi Ridhaa, mimi nakwambia safari hii ilituonyesha masaibu. Mara si kusimamishwa na wanapolisi, kutuangalia hapa na pale, kupekua kila kitu. Mara tunapita mahali kwingine, tuwapata mabasi yanachokwa na hazina zao. Hata marisasi yalikuwa yanafyetuka ovyo ovyo. Mimi nakwambia ile safari hii ni Maulana tu tumefika hapa tukiwa wazima. Sasa safari ile tumeienda, mimi siwezi kueleza hata tulienda siku ngapi, tuko wapi, tulifikaje hapa, mimi hilo siwezi kueleza. Kile ninachojua ni kwamba gari lilipoisha mafuta, yule dereva alishuka na akachapa. Sasa dereva alipoachama, ndio sisi hapa tumejipata hapo hivi. Na mimi nakwambia Ridhaa, huku ugenini huku hata hatuna mashamba, hata hakuna kitu tunachoweza kufanya. Hakuna. Sasa hii ni kambi tu. Sasa watu hapa hivi walipatwa na kiu na wakaenda kusaidia kunywa maji. Lakini maji yale yametudhuru. Hapa kila mtu yuendesha, kila mtu afanya nini? Takriban kila kitu. Ugonjwa umetulemea, hatuna chakula, hatuna dawa. Na vyo mlikuwa mkifanya nini? Vyo? Hapa hakuna vyo. Wewe ndio kwenda nalo tumia macho kuona. Hapa tutumia flying toilet. Vijikaratasi ambavyo tunavyo tuvitumia, tuenda choo, kisha tukimaliza tunazungusha na kutupa huko. Tusitaje kujua litamwangukia nani wala litamwangukia nani. Na Ridhaa, mimi nilikuwa nimekuja na jambo kwamba tuchimbeni sana. Na nakuambia waziri mstaafu, yeye mwenyewe ndo alikuwa wa kwanza kuja kuahidi kwa lile jambo. Mwanzo hata yeye alikuwa anaona hivi kwenda kuchuchumaa pale kwa nyasi ni juzi kimkondolea macho. Waziri mstaafu. Waziri mstaafu. Ridhaa, mimi nakwambia hili swala la misala naona litatatuliwa. Lakini kuna jambo moja lanitia hofu. Naam. Afahamu kwamba ili uende kujisaidia lazima tumbo liwe limeshiba. Lakini hapa ni tatu. Kwanza hili tumbo langu hata ndogo aliendi. Tatu.
tumejaribu sana kukazana hapa hivi. Wale waliokuja na nafaka zaidi angalau wameweza kugaia watu hapa hivi, lakini zaleta vurugu zaidi. Moja chakula chenyewe hakitoshi. Ridhaa. Mimi nimejaribu kila kitu ambacho naweza kufanya, lakini nimeshindwa Ridhaa. Basi tulia. Na pia naona ni kama watoto walilia. Watoto walikuwa. Wewe watoto hata usiongee maneno yao. Ridhaa, mimi nahuzunika sana. Mwanzo wafahamu hapa hivi hatuna kitu chakula. Watoto walikuwa wanatulilia hapa kutaka chakula, lakini vilio vyao vilitulia moja baada ya mwingine. Kwani ugonjwa na njaa ulifanya kazi. Hapa hakuna kumaanisha wakaiaga dunia wengine. Naam. Wengine wanaweza kuiaga dunia Ridhaa. Ila bado matumbo yetu yanadai haki, na haya matumbo yetu hajui kwamba sisi hatuna haki. Haki ziko na wale wenye nguvu kule, wale waliotufaria sisi na kuwa wanyama pori. Sisi tunaishi msituni, sisi jua wale wana nguvu kule. Ridhaa. Tulia. Si haki. Tulia. Si haki hata kidogo. Tulia. Ulikuwa umesikia kwamba chakula kinawasili leo. Chakula cha msaada. Chakula kilikuwa kinawasili leo hii. Basi mimi naona hatuna budi ila kusubiri. Mwanzo wafahamu huku tuko kwa shamba geni. Hata mimi naona angalau hata tungelibaki kwetu, ili tukipia kule angalau hata tungepata watu wa kutuomboleza. Huku hata tutulika. Naam, na kutuzika kule. Habari yako ndugu Kaisari? Dada. Amewasili? Naam, una yapi Selimu? Usikuwe na shaka. Msaada unafika leo. Leo hii sasa. Leo kuna hakika utafika leo hii. Utafika leo, nina hakika. Msaada. May peace be with you. May peace be with you. Anasema imani iwe ndani. Amani iwe ndani. All right. We've come here with the CWA. We're going to give you some packages for donations. As you can see, they've carried some goods here that consist of blankets, food, drinks, everything that you can need. Everything. They are all here. Yeah. Huyu anasema kwamba ametuletea vyakula. I'm very glad. And so all I need from you is to line up, make some queue here, and we'll give you the packages orderly. Anasema hivi, mweze kupanga mstari, niposa mweze kupokea vyakula. Sawa. Orderly. Guards, you can start giving them some packages. You can start. Pole. Tukipata tunaondoka. Everyone will get each. Shukran sana. Tumeshukuru. Alright. We're very glad for being generous. I'm very happy for giving out some things and even some packages for donation. We are the CWA group, and I, as Zongo, as you call me, Zongo or a white person, I'm very glad you can continue. Daktari Mesho Koro for helping me so that they can be able to understand what I'm saying. Alright, we can all be well. Eat and you'll be well. Alright, so dolls, we can go and hop into the vehicles. Alright. Ona vyakula hivi watu walivyotupea.
Jamani. Shukrani. Yo, yo.